Okay. Sasa hapa tunaenda kuelimishana inakuwaje mwanamke anapata saratani ya shingo ya kizazi. Sawa? Hapa unapoona, sawa, hii ni eneo la kizazi cha mwanamke ilipo. Sawa? Ni baina ya nyonga mbili. Sawa, kama unavyoona hapa, sawa, chini ya nini? Ya kitovu ndio kizazi cha mwanamke kilipo. Na eneo linaloguswa hasa hapa ni eneo hili hapa. Sawa, ambapo mwanamke anaweza kukwambia ni baina ya maumivu anayoyapata yako baina ya nini? Ya kitovu. Sasa kuna mambo ambayo huwa yanapelekea mwanamke kupata saratani ya kizazi. Jambo la kwanza tunasema huyu mwanamke anaweza akawa alianza kushiriki tendo la ndoa akiwa na umri mdogo. Sawa, hiyo inaweza ikachangia. Ila jambo la pili ni huyu mwanamke anaweza akawa ana mashambulizi kwenye via vya uzazi. Kitaalamu inajulikana kama pelvic inflammatory disease. Jambo la tatu, huyu mwanamke inaweza ikawa ni sosi ni kwamba haliwahi kutumia uzazi wa mpango kwa muda mrefu na akatoa ujauzito. Haya mambo yote yanaweza yakapelekea hiyo hali kutokea. Ila hapo tunasema inaweza kuna saratani ya shingo ya kizazi afu kuna saratani ya mfuko wa kizazi chenyewe. Sawa? Sasa hapa tunazungumzia kwenye shingo ya kizazi. Kama unaona hapa tunasema kawaida inabidi ionekane hivi. Kawaida, sawa? Inabidi ionekane hivi. Kana kwamba hata ikipigwa x-ray yako inabidi kwenye shingo ya kizazi kwenye cervix hapa paonekane hivi. Ila sasa tatizo likianza ikipigwa L stage, sawa? L stage utakuta tayari pale kwenye shingo ya kizazi kuna changamoto, sawa? Kuna utando ambao sio wa kawaida. Hapa ndipo mwanamke akifanya tendo la ndoa anakuwa anasikia maumivu. Sometimes kuna ambapo kwenye ile deep penetration utaona kama anarudi nyuma, anakuambia nahisi maumivu makali, ni kutokana na ile michubuko ambayo tayari ipo. Haya yote ni majeraha ambayo yamesababishwa aidha na hizo sababu nilizozitaja. Ila tunasema stage ya mwisho kabisa ambayo tayari ni saratani, tayari huyu mwanamke anakuwa yuko hivi, anakuwa anatoka damu. Sawa, damu inakuwa inatoka na inaongozana na usaa, kana kwamba huyu mwanamke inabidi achukue hatua za mapema. Maana yake stage ya kwanza inaweza ikawa ni normal ambayo inawahi kutibika. Sawa, stage ya pili inaweza ikawahi kutibika. Stage ya tatu hapo tunasema tayari huyu yuko kwenye hatari zaidi. Ingawa stage ya kwanza ni hatari, ya pili ni hatari, ya tatu ni hatari, ya nne hapo tunasema 50-50. Na hapa ndo tunaweza kusema huyu mwanamke kizazi akipaswi kuwepo, inabidi kiondolewe. Hivyo basi natumai umejifunza kitu wewe kama mwanamke. Zingatia hili ninalokuambia. Ukiona dalili kama vile kupata maumivu makali chini ya kitovu, kutoka na uchafu wenye harufu kama shombo la samaki, kutoka na damu, kutoka na damu wakati ambao sio wa period, kutoka na damu baada ya kushiriki tendo la ndoa, kuhisi maumivu sasa hadi kiuno kukaza, jua inaweza ikawa ni chanzo ni saratani, inaweza ikawa ni chanzo cha saratani ya kizazi, ni dalili ya saratani ya kizazi. Kwa hiyo inabidi uchukue hatua mapema. Natumai umejifunza kitu juu ya elimu hii.